Sasa leo utakapomtenganisha na mama yake, umtakie kheri mume wako. Kwa hiyo tujitahidi kufanya wema na tutende wema kwa wakwe zetu, kwa sababu hawa ndio wametupa sisi heshima. Kwa sababu leo tunamzungumza mwanamke mwema. Najua watu wengi wanapiga simu, lakini leo tunamzungumza mwanamke mwema. Kwa hiyo ukijiona unamnyanyasa mama mkwe wako, wewe sio mwanamke mwema. Ukijiona wewe umeolewa, jamii yako yote inakuzungumza kwa mabaya, basi jiangalie sana. Wewe si mwanamke mwema. Mheshimu mama mkwe wako, na mama mkwe pia mheshimu mkwe wako. Mpendane, mheshimiane, kwa sababu kuna mama wako wengine pia wanasababisha hili wanawake wasiwapende, kwa sababu wao pia wanawagombanisha na waume zao. Mama hamtaki huyo mwanamke, lakini kumbuka huyo mwanamke mwanao ndo kamtafuta. Kwa hiyo tupendane, kwa sababu sisi sote tuwe wema. Na wazungumza wanawake tuwe wema, na Allah tuongoze tuwe wema. Tunaongea kwa lugha inayoeleweka ya Kiswahili. Kwa wale wanaosikia Kiswahili, tusikie na tuweze kufata katika majambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi tuwe wanawake wema. Na Mwenyezi Mungu atujalie, tutaendelea kukumbushana ili tuwe wema, kwa sababu utakapokuwa mwanaume umempendea mama yake mzazi, hata wewe atakupenda zaidi. Ukijipendekeza kwa Allah atakupenda, ukijipendekeza kwa mume wako atakupenda, ukijipendekeza kwa mama mkwe wako atakupenda. Kwa hivyo tupendane kwa ajili ya Allah, na Mwenyezi Mungu atuongoze, na Allah tujalie tuwe wema. Kwa haya leo hii tutaishia hapa. Hii ndio namba 3 ya sifa za mwanamke mwema, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na hizo sifa, na sisi wote tutakabaliwe amali zetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq.